Jinsi ya kutambua kama mwanamke wako anadeti na mwanaume mwingine. Mahusiano hujengwa juu ya uaminifu, uwazi na mawasiliano. Hata hivyo, wakati mwingine mtu anaweza kuona kuwa kuna mabadiliko yasiyo ya kawaida na kujiuliza kama kuna mtu mwingine katika maisha yake. Ni muhimu kuelewa kwamba dalili hizi si za ushahidi wa moja kwa moja, bali zinaweza kuwa ni ishara zinazohitaji mazungumzo ya wazi kati ya hawa wawili. Moja, anakuwa msiri kupita kiasi. Ikiwa mwanamke wako alianza kuwa makini sana na simu yake, kubadili nywila mara kwa mara au kuficha ujumbe wa simu bila sababu za msingi, hii inaweza kuwa ni ishara kwamba kuna jambo anataka lisijulikane. Mbili, mabadiliko makubwa ya ratiba. Anapoanza kuchelewa kurudi nyumbani mara kwa mara, kuwa na shughuli nyingi zisizoeleweka au kutoa maelezo yasiyoeleweka kuhusu alipokuwa, unaweza kuanza kujiuliza kuhusu mabadiliko hayo. Tatu, kupungua kwa mawasiliano. Mwanamke ambaye hapo awali alikuwa na mawasiliano ya karibu na wewe, anaweza kuanza kuwa mbali kihisia. Majibu yake yanakuwa mafupi, hana hamu ya kuzungumza au kushiriki mambo yanayoendelea maishani mwake. Nne, anaonekana kutokuwa na muda. Ikiwa mara nyingi anakataa mipango ya kuwa pamoja, anaonekana kukosa hamu ya kutumia muda na wewe au anatoa visingizio vya mara kwa mara, inaweza kuonyesha kuwa umakini wake umeelekezwa sehemu nyingine. Tano, mabadiliko ya ghafla katika muonekano. Ni kawaida kwa mtu kujipendezesha, lakini mabadiliko makubwa ya ghafla katika mavazi, manukato au mtindo wa maisha bila sababu inayoeleweka yanaweza kuibua maswali mengi kichwani. Sita, anakukasirikia kwa mambo madogo. Wakati mwingine mtu anayeficha jambo anaweza kuanza kutafuta sababu na migogoro ili kuhalalisha umbali unaojitokeza kwenye mahusiano. Saba, anaepuka mazungumzo kuhusu mustakabali wa mahusiano. Katika jambo hili ni vema kuwa mkweli sasa. Kama hapo awali alikuwa akizungumza kuhusu mipango ya baadaye, lakini sasa anaepuka mada hii au anaonekana kutokuwa na uhakika, inaweza kuwa ni ishara ya mabadiliko katika hisia zake. Nini cha kufanya ukiona dalili hizi? Badala ya kukimbilia hitimisho, jambo bora la kufanya ni mazungumzo ya utulivu na heshima. Uliza maswali kwa uwazi, sikiliza maelezo yake na epuka kufanya tuhuma bila ushahidi. Mahusiano mengi huathiriwa zaidi na ukosefu wa mawasiliano kuliko matatizo yenyewe. Ukijua haya, unatakiwa ufanyeje sasa? Baada ya kuona baadhi ya dalili zinazofanya uhisi kwamba mwanamke wako anaweza kuwa na uhusiano na mwingine, usikimbilie kufanya maamuzi ya haraka. Hatua za kuchukua baada ya hapo zinaweza kuamua kama mahusiano yenu yataimarika au yataharibika. Moja, tulia, epuka hitimisho la haraka. Dalili pekee hazitoshi kuthibitisha usaliti. Mabadiliko ya tabia yanaweza kusababishwa na msongo wa mawazo, matatizo ya kazi, changamoto za kifamilia au sababu nyingine. Mbili, kusanya ukweli kabla ya tuhuma. Usijenge hoja kwa hisia peke yake. Hakikisha unachokiona kina msingi na kinaeleweka, badala yake kutegemea uvumi au mashaka. Tatu, fanya mazungumzo ya wazi. Chagua muda mzuri wa kuzungumza naye. Eleza unavyojisikia bila kulaumu au kupandisha hasira. Mazungumzo ya heshima yanaweza kufungua ukweli ambao hukuweza kuujua. Nne, sikiliza upande wake. Mahusiano yanahusisha watu wawili. Mpe nafasi ya kueleza hisia zake, changamoto anazozipitia na sababu ya mabadiliko anayoyaona. Tano, tathmini mahusiano yenu. Jiulize kama kuna mambo ambayo yamekuwa yakisababisha umbali kati yenu. Wakati mwingine matatizo ya mawasiliano, kutokuwa na muda wa pamoja au migogoro isiyotatuliwa kuathiri ukaribu wa mapenzi. Sita, weka mipaka ya matarajio yasiyo ya wazi. Kama bado mnatakana kuendelea kuwa pamoja, jadilianeni kuhusu uaminifu, heshima na matarajio ya kila mmoja ili kujenga upya msingi wa mahusiano. Saba, chukua uamuzi wa busara. Ikiwa ukweli utabainika au uaminifu umevunjika, fikiria kwa umakini hatua inayofuata. Uamuzi wote unapaswa kuzingatia heshima yako, ustawi wako na hisia mustakabali wako. Hitimisho. Kushukuru si sawa na kujua ukweli. Badala ya kuongozwa na hasira na wivu,
Tumia mawasiliano, uvumilivu na busara kutafuta ukweli. Mahusiano yenye afya hujengwa kwa uaminifu. Pale uaminifu unapoyumba, mazungumzo ndiyo hatua ya kwanza ya kutafuta solution. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya sana. Endelea kufuatilia vipindi vyetu au makala zetu, kusubscribe ili kupata updates mbalimbali. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala kama haya. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema.